Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini kwa niaba ya Kamishna Jenerali Aretha Slimo, kwa mujibu wa sheria, imeteketeza dawa za kulevya aina ya bangi kavu jumla ya tani 5 na kilogramu 200 katika kata ya Uwiro wilayani Arumeru mkoani Arusha. Utekelezaji huu umefanyika kwa amri ya mahakama, ambapo taasisi zote za serikali zilizotajwa kisheria katika utekelezaji wa vielelezo vya dawa za kulevya zimeshiriki. Naitwa Sara Ndaba, ni afisa ustawi wa jamii kutoka Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini. Leo tuko eneo la makao mapya kijiji cha Uwiro, kata ya Uwiro, wilaya ya Arumeru, tukiwa tumekuja kuteketeza zaidi ya tani 5 na kilogramu 200 ambazo ni za bangi, na operesheni hii ilifanyika kwa kupitia Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini, lakini kwa ushirikiano wa Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kupitia TANAPA. Unaweza ukaona tani 5 na kilogramu 200 zingeweza kuwaharibu vijana kiasi gani katika kanda ya kaskazini. Kwa sisi kama mamlaka, ni jukumu letu kudhibiti dawa kuzalishwa hapa nchini na pia kuingizwa hapa nchini, lakini pamoja na hilo kuiepusha jamii kutumia dawa za kulevya. Kwa majina naitwa Benson Mwaitenda, afisa sheria kutoka Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini Arusha. Kwa niaba ya Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, tumetekeleza jumla ya tani 5 na kilogramu 200 za bangi kavu ambazo zilizopatikana katika operation iliyofanyika katika wilaya ya Arumeru. Na operation hiyo ilifanyika baada ya kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo wananchi, serikali ya wilaya ya Arumeru pamoja na Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia shirika la hifadhi la taifa TANAPA. Na utekelezaji huo ambao kama mnavyoona hapo nyuma ni kwamba umefuata taratibu zote za kisheria kwa kuwahusisha wadau wote muhimu ambao wanahusika kisheria kuweza kushuhudia zoezi hilo likifanyika. Na vile vile imefuata sheria ya Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, sheria namba 95 ya mwaka 2023, ambapo sheria hiyo imetoa adhabu kali sana kwa watu ambao wanajihusisha na biashara na matumizi ya dawa za kulevya, ikiwa kifungo cha maisha mpaka miaka 30 jela, na vile vile hadi kutaifisha zile mali za watu hao ambao wanajihusisha katika biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Vielelezo hivyo vilivyoteketezwa ni matokeo ya mafanikio ya operation ya pamoja ya kudhibiti uzalishaji na usafirishaji wa bangi wilayani Arumeru zilizofanywa hivi karibuni kwa kushirikisha wananchi, serikali ya wilaya ya Arumeru na Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia shirika la hifadhi za taifa TANAPA. Kwa majina, mimi naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi Ignas Gara, natokea hifadhi za taifa Tanzania. Nashukuru sana kwamba leo tunafanya zoezi la kuangamiza hili zao, na operation hii tulifanya pamoja na taasisi ya kupambana na madawa ya kulevya na Wizara ya Maliasili na Utalii na wadau wengine wa serikali. Tunashukuru kwamba leo tumefika hii hatua ya kuangamiza zaidi ya tani 5, kilo 5,000 na 200. Kwa hiyo nashukuru sana na naamini kwamba bado tupo na zoezi bado linaendelea. Kwa hiyo sisi tuko uwandani tunapambana na madawa ya kulevya tukisaidiana na taasisi ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo tutaendelea. Kwa kweli zoezi hili linatakiwa liwe shirikishi. Wananchi wajue kwamba hili si tabia nzuri. Hili linaangamiza vijana, linaangamiza taifa. Kwa kweli tunawasihi, ikishindikana tutatumia nguvu. Tutang'oa, tutawashirikisha wananchi, tupige vita madawa ya kulevya. Jina naitwa Teddy Fred Mwasomola, ambaye ni afisa mtendaji wa kijiji cha Kisimiri, ambapo kwa asilimia kubwa ili zao ambao linateketezwa hapa huwa wananchi wangu ndio asilimia kubwa wanaolima. Hivyo nimefurahi sana kama mtendaji. Tumeshirikiana na Mamlaka ya kupambana na dawa za kulevya pamoja na vyombo vingine ajili ya kuhamasisha na watu, na pia tumepita tulifanya operation mwezi wa 6, tulikamata zaidi ya gunia 200. Kwa hiyo hivyo mimi na furaha sana kuona ili zao limekuja kuteketezwa hapa katika kijiji chetu, ili wananchi waweze kujua kwamba ili zao ni mapambano endelevu. Sana sana tukikaa katika mikutano ya vijiji, asilimia kubwa kwamba eneo letu lina changamoto la maji. Katika eneo letu ni eneo ambalo ni la rutuba vizuri sana. Kitu chote kinaweza kukubali, kwa mfano karoti, kwa mfano kilimo cha tangawizi, mboga, lakini tatizo kubwa sana tukiodi wananchi katika mikutano wanalalamikia juu changamoto ya maji.
kwamba endapo ataletewa maji wanajikita kwenye hili zao kulingana kwamba hamna zao lingine mbadala. Hivyo wengi wanashauri kwamba serikali iweze kuwaona kupewa zao mbadala, kwa mfano ulimaji wa karoti, halafu paleto pamoja na mazao mengine. Hiyo itasaidia sana ajili ya kukomesha hili zao.